michezo Mwana Sport, karibu ndani ya meza ya kimichezo tuweze kuzungumza michezo kwa kina kabisa. Katika meza ya kisport siku ya leo upo nami Steven Mapunda ndani ya Data Sport TV. Na leo tupo na Mkaraboko, atatupitisha sako tubako kwenda kuyaangaza mambo mbalimbali ya kimichezo ambayo yanajiri. Lakini kubwa zaidi ambalo limeweza kushika hatamu ni hili sakata la watani wa jadi Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Africa katika mchezo ambao haukuchezwa na mambo mengi yanaweza kuzungumzwa. Hapa tunakwenda kuzungumza kwa kina kabisa. Leo hii tunakwenda kuongea katika engo ya tofauti kabisa, lakini bila kusahau tunatiwa nguvu na Tannice bwana. Hawa ni mabingwa kuweza kusambaza pool table ambazo zina viwango vya hali ya juu. Basi kama unahitaji basi usipate tabu, wacheki hao kwa contact ambazo unaziona hapo chini, waweze kuletea pool table yenye viwango vya hadhi ya kimataifa. Bwana Karaboko. Naam. Niambie. Bwana Fresh. Vipi? Niko poa kabisa. Naona joto hili bwana inachezwa mwisho siku haijachezwa. Nimevutana. Na baada ya kutokuchezwa stories zimekuwa nyingi kweli kweli. Na kwa mtazamo wako na unavyoona, vipi kama msaada mkubwa serikali kuweza kuingilia katikati? Ni kitu kibaya. Tena kitu ambacho hatutakiwi kukitamani kitokee. Serikali kama itabainika itaingilia hapa, tutafungiwa. Ndio. Ishatokea Kenya, wakati fulani Nigeria, na tumeona mataifa mengi serikali ikiingia hapa tutafungiwa. Huu ndio kipimo cha ubora na uwezo wa weredi wa rais wa mpira wa nchi Wallace Karia. Na najua wanafahamu. Ndio. Wanafahamu, lakini watu wanatamani kuona serikali kwa sababu wanajua madhaifu yaliyoonyeshwa na utendaji wa bodi. Namna ya usimamizi wa mpira wetu kwa kuonyesha kama imegawanyika kwa upendeleo. Watu wanadhani inabidi busara itoke kwa watu wengine. Lakini serikali kama itaingilia tutafungiwa mpira wetu. Na tunajaribu kuona hivyo ni kama ni wake up call kwa viongozi wa mpira, akiwemo rais mwenyewe wa mpira. Sababu bado TFF wana wajibu wa kuhakikisha hii hali inaondoka. Kwa sababu hiki kinachoendelea kama kitaenda hivi, manake TFF wanapoteza utashi wa kusimamia mpira wa nchi ambao inaonekana wameumega wao wenyewe. Sasa hatujawahi kuwa wageni wa migogoro. Ila tunataka tuonyeshe uzoefu wa kutatua migogoro. Na moja eneo ambalo tutapimana weledi na uzoefu ni pamoja na kuimaliza hii kadhia kwa kufuata kanuni na maelekezo yenye tija. Bila kusahau busara ambazo ziko na athari na mpira wenyewe. Sababu mpira una uwekezaji ndani yake. Mpira una biashara ndani yake. Mpira ni uchumi kwa watu wengine. Lakini mpira ni burudani na mpira ni amani katika nchi yetu. Sasa nadhani kabla ya kufikiri serikali ambayo kama ikiingia itakuwa imeenda tofauti na miongozo ya FIFA na vile ambavyo maelekezo ya vyama vya michezo yanataka, nadhani ni wajibu wao TFF chini ya rais wa mpira wa nchi ambaye mimi binafsi ninaamini sio kwamba anashindwa kuliendea hili jambo. Sio kwamba hawezi kuliendea hili jambo. Yako maeneo kaonyesha dhamira ya wazi. Ila aangalie namna ya kulitatua hili jambo kwa kuepusha vitu vilivyopelekea. Hapa cha kwanza ni upendeleo. Uoga, hofu, kutokujiamini, weledi kwa baadhi ya maeneo. Sasa haya ndio maeneo ambayo nadhani rais wa mpira akiangalia watakwenda kufanya na wasione yani aibu. Unajua hapa mkitaka kufanya kazi kwa sababu fulani rafiki yangu, mkiona aibu ndio tunaanguka huko. Sababu matokeo ya hapa ni usimamizi tu wa ligi wenye udhaifu. Kwa hiyo serikali kuingilia tutafungiwa mpira huu. Itaki kuingilia hata kidogo. Na nyuma hata kama kuna viongozi wa serikali wanavia sheria vya kuingilia, tutafungiwa mpira. Wala sio kumsikia waziri wa michezo. Anza kusema labda umsikie labda anatoa maoni yake juu ya nini ambapo mamlaka itafanya. Kwa sababu hizi ni mamlaka zinazofanya kazi yake kwa mujibu wa utaratibu. Mimi nadhani nafasi kwa kiongozi wa mpira ipo kuhakikisha kwamba huu mgogoro unasimamiwa vema, unaondoka na hivi virabu vinakaa katika mtindo ambao utaleta tija. Lakini kuna madai yameibuliwa na Young Africans yana uzito mno kukosa imani na viongozi wa bodi ya ligi na kamati ya usimamizi wa ligi. Kwa hivyo kukosa imani ni kitu kigumu. Mtu anapokuwa kuamini tafsiri yake ni kwamba zipo changamoto. Lakini watu wanaweza kaenda mbali. Siku za hivi karibuni historia ya Yanga na kamati za ligi kuna mvutano mkubwa. Unafahamu hapa juzi imetoka swala Alikamwe hapa. Yamesemwa mengi, hakuna mahala ambako kamati ya maadili ilikuwa kama sehemu tu ya tetesi. Lakini hakuna mahala walipokanusha. Sasa huwezi kujua je ni maamuzi yalifanyika kweli na hao wanakisana nayo au la. Kwa kuna mambo yanaweza kaibuka hapa tukadhani madogo lakini ukweli ndio hivyo. Kwa hiyo lazima liangaliwe katika uzito mkubwa. Lakini pia ukilitazama pale wanaposema kuwa hawana imani na bodi ya ligi, hii haiashirii kwamba inakwenda moja kwa moja hata kwa rais wa shirikisho, kwa sababu unapokuwa una imani na bodi ya ligi ndio inasimamia ligi. Ni tafsiri yake moja kwa moja inakwenda hadi kwa rais wa shirikisho? Hapana, bodi ya ligi ni chombo kinachosimamia ligi.
maanake una imani na chombo kinachosimamia utendaji. Rais wa shirikisho yuko eneo lingine. Ndio maana nikasema hapa anayeweza kutuokoa ni rais wa mpira wa nchi. Hapa tulipofikia anaweza kutokuwa rais wa mpira wa nchi. Wala sio mivutano isiyosaidia mpira wetu. Rais wa mpira wa nchi ndio anaweza kaokoa hili kupitia kamati yake tendaji ya TFF, kwa sababu bodi ya ligi ni chombo kilichoundwa kwa mujibu wa kanuni la TFF kwamba kutakuwa na chombo kinachosimamia ligi. Chombo hiki ndio kimeonekana kimepwaya katika vita ambayo inaonekana sasa. Sasa kwenye eneo hili la michezo, timu mbili hizi kwa mchezo wao, kama kuna maamuzi yako sawa ndio atakipitia nini cha kufanya. Lakini sio mpira. Kamati ya mpira maana TFF wako nje. Bodi ya ligi ni chombo tu kama kwapa la TFF. Sasa uwezi wewe ukasema tukate kichwa kwa sababu kwapa linakuuma. Kichwa kitabaki na kitafanya kazi yake. Kwa hivyo nadhani mimi Rais Karia anayo nafasi. TFF wajumbe wake wale wakina Wambura, kina Kidau na wenzao kule juu wanaweza wakalitazama hili kwa upana. Bodi ina changamoto kwa sababu imekatiwa tamaa na hawa wajumbe wake hususan Young Africans. Sasa waangalie kitu gani bora kinaweza kikafanyika. Nadhani nafasi iko hapa, lakini bado mpira bado upo kwa wenye mpira ambao ni TFF chini ya bodi ya ligi na madhaifu yaliyotokea. Ndio. Na hebu tuende kuiangaza upande wa bodi ya ligi endapo kitokea mwenyekiti na katibu wake wakawajibika kwa kuweza kuondoka. Uhalali wa bodi ya ligi unabaki wapi? Na yale maamuzi ambayo yamefanywa na bodi ya ligi yataendelea kufanya kazi au na yenyewe pia yanakuwa yamebatilishwa kutokana na viongozi wao kuweza kuondoshwa kwenye hizo nafasi? Hapana, maamuzi yataendelea kwa sababu tayari ligi inaendelea na kamati itakuja nyingine. Hii si ofisi bwana. Kwa maamuzi ya kiofisi haiwezi kubatilishwa akiondoka mtu. Ofisi itaendelea pale alipoishia na watu wataendelea kufuata kazi kwa mujibu wa kanuni zinazoongoza ofisi. Kwa hiyo kama utasema labda viongozi wameondoka, ni kiongozi katoka mtu, haijatoka ofisi. Wala hajaondoka taratibu. Nadhani sasa kwa hivyo. Lakini nadhani iko namna bora ya kuhakikisha haya mambo yanapungua. Hili swala lina mambo mengi ndani. Bodi ya ligi imegawanyika kwa hizi timu kubwa mbili kufanya mambo kishabiki na pia kutokuaminiana na wanatoleana siri. Pale pana wajumbe wenye interest na Yanga, kuna wajumbe wenye interest na Simba. Ndio maana unaona bodi kama haitawaliki sasa. Na imedhihirisha kwenye matukio ya mawili, la Ali Kamwe na hili la juzi. Na unaona hata kauli za bodi zinazotoka ni kwamba tayari kimekuwa chombo kilichogawanyika. Yaani ya kukurejesha watu imani kimegawanyika mno hiki chombo. Kwa hiyo sasa hivi tusizungumze kanuni, tunataka tukiangalia chombo kinachosimamia kanuni. Kwa hiyo makosa makubwa kuzungumza kanuni wakati chombo kinachosimamia kanuni hakiaminiki. Kimeshindwa kuzisimamia kanuni. Kwa hiyo lazima hapa ndio pangalia. Na rais wa mpira wa nchi anaangalia. Karia sasa hivi sio kwamba hiki kinachoendelea iko mbali, anaangalia, ana monitor. Na lazima monitor. Hii ni jurisdiction ya kwake, lazima monitor nini kuna shida. Ana uwezo kuentertain hii. Kwa hivyo hii ndio eneo lake la kuentertain. Hapa ndio unapima uwezo wa rais kuentertain. Lazima atulize hii hali, waitulize. Ikam hii hali. Yes. Huyo ni Mkaraboko anakuambia kuwa hapa ndipo sehemu sahihi ya kuweza kupima uwezo na weredi wa rais mwenye dhamana ya kuweza kusimamia mpira wa Tanzania, Wallace Karia, kwamba yeye ndio pekee ambaye ana hiyo nafasi ya kuweza kulifanya hili liweze kumalizika kabisa. Lakini tukiingia katika nyadhifa zingine za kiserikali, waziri mwenye dhamana, naibu wake, hilo litakuwa limeingia katika hali ya matatizo makubwa sana katika soka letu la Tanzania. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda, lakini bila kusahau bwana, tunatiwa nguvu na Tan Nice ambao hawa ni mabingwa kuweza kusambaza pool table Tanzania nzima. Kama unataka pool table kimataifa, basi wacheki hawa bwana, hutoweza kujutia hata mara moja. Hadi wakati mwingine, bye bye.